Wakizungumza kuhusu athari zilizojitokeza kutokana na mvua hiyo, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza pamoja na mambo mengine wamesema hali ya leo kwa kweli imetuasiri sana sana, kwa maana tulikuwa na zana zetu zote zimeondoka. Hapa tulipo hatuna hata mbele wala nyuma. Tumeathirika sana na hii mvua na imeharibu vitu vingi sana. Mitaro haziko sawa. Zingekuwa mitaro ziko sawa, labda haya maji yasingesambaa hivyo, yangepita kwenye mitaro. Warekebishe mitaro ili maji yapate mkondo wa kupita. Mvua ya leo imeniathiri kwa sababu nilikuwa bado niko nyumbani. Hapa nilikuwa nimetoka nyumbani kuelekea mjini. Kufika hapa ndio nimekuta mafuriko ya kutosha, na maana safari imeishia hapa. Kwa hiyo swala la kazi tena kwenye shughuli kule tena, basi mpaka sasa nisubiri labda kesho kama hali itaendelea hivi. Siwezi kujua itakuwaje, lakini kwa kiasi kikubwa imeniathiri. Kuanzia saa 2 asubuhi tumeshindwa watu kwenda kibaruani. Mpaka dakika hii tunaamua kurudi nyumbani, maana hamna uwezekano wa kwenda kibaruani. Leo sielewi hata kama nitakula na familia yangu. Mkuu wa wilaya ya Nyamagana Bi Amina Makilagi, mara baada ya kutembelea maeneo yaliyoathirika na mvua hiyo, amesema hakuna taarifa ya majeruhi wala vifo vilivyotokea kutokana na tukio hilo, huku akitoa wito kwa wananchi kuzingatia na kufuata utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na mamlaka husika ili kuchukua tahadhari mapema na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Nitumie fursa hii kumshukuru sana kamanda wa jeshi la polisi la wilaya ya Nyamagana, Kamanda Sodoka pamoja na timu yake kwa namna ambavyo waliwahi baada tu ya kuwapa taarifa wameshafika kwenye tukio, na ndio maana mpaka sasa hivi hatuna tukio lolote la mtu aliyepoteza mali zake wala mtu yeyote kupata tukio la kiusalama. Lakini nimshukuru sana kamanda wa jeshi la zimamoto DFO katika wilaya ya Nyamagana, na yeye tulipompa taarifa mara moja alituma vikosi kazi na magari makubwa mawili, na wameingia majini vijana. Ndio maana utaona hata wale walioteleza wakaanguka majini, mpaka sasa ninavyozungumza hakuna mwananchi yote ambaye amepata tukio au kifo chochote ambacho kimetokea kwa wilaya yetu. Lakini ombi langu kwa wananchi wa wilaya yangu ya Nyamagana na hata wanaonisikiliza katika maeneo mbalimbali, wao wanafuatilia pia utabiri wa hali ya hewa. Tunapotangaziwa kwamba mvua zitakuwa nyingi, wananchi wanaokaa mabondeni tuwe tunajiondoa mapema.